Vyanzo vya habari vya Manchester United vimesonga mbele kuzima uvumi unaowahusisha na beki wa Tottenham Hotspur Christian Romero, huku vyanzo vikithibitisha kuwa klabu hiyo haijaweza kumfuatilia kwa makini beki huyo wakati wa Argentina. Licha ya ripoti za hivi karibuni, ripoti za usiku kucha kutoka Argentina zilidai kuwa Manchester United walikuwa tayari kuchukua na fursa ya hali ya sintofahamu kuhusu mustakabali wa Romero kaskazini mwa London kwa kutayarisha hatua ya kumleta mshindi huyo wa kombe la dunia Old Trafford. Lakini mbali na kulenga beki mpya wakati katika hatua hii, lengo la kusajili la Manchester United limehamia kwingine, huku wakitafuta kuimarisha maeneo muhimu ya kikosi kabla ya kampeni mpya ya ligi kuu ya Uingereza. Sasa badala yake, vipaumbele vinategemea sana kuimarisha nafasi ya beki wa kushoto na kama ilivyoandikwa vyema, kuongeza kina na ubora katika safu ya kiungo ya kati kwa safu ya Michael Carrick. Tunaambiwa klabu hiyo inaonyesha nia ya kumnunua Lewis Hall wa Newcastle United ambaye amekuwa akifanya vyema katika msimu wa hivi karibuni. Hall anadaiwa kutaka kuhamia Old Trafford, akiona kama hatua muhimu katika ukuaji wake na nafasi ya kucheza ligi ya mabingwa tena baada ya kufanya hivyo msimu huu akiwa na Newcastle United. Inavutia sana kwake. Sasa United tayari wameonyesha nia njema kwa mchezaji huyo, ingawa dili litakuwa si rahisi, huku Newcastle wakiwa hawana shinikizo la kuuzwa kufuatia mauzo ya Anton Gordon kwenda Barcelona kwa dola euro milioni 69 hadi 80 mapema msimu huu wa joto. Katika safu ya kiungo, United wamefanya mawasiliano mapya na West Ham United kuhusu nia yao ya kutaka kumnunua Matheus Fernandes. Mbinu hiyo inaashiria kuendelea kwa juhudi za kuongeza ubora wa kiufundi na nguvu kwenye chumba cha injini, eneo ambalo Michael Carrick ana hamu ya kuliboresha anapokiunda kikosi chake. Ripoti za hivi punde zinasema kuwa mashetani wekundu wana faida kubwa zaidi ya Paris Saint-Germain katika vita ya kumsajili nyota huyo wa Ureno. Mbali na beki mpya wa kushoto na angalau wachezaji wawili watatu wapya wakati, klabu pia ingependa mshambuliaji mpya wa kufunika na kushindana na Benjamin Sesko. Vyanzo vilivichua Jumatatu kwamba klabu hiyo ilimchunguza mshambuliaji mchanga wa Italia na kumtazama akifunga mara mbili zaidi ya mechi mbili za hivi majuzi za kimataifa. United pia wanataka kipa mpya kutoka ulinzi wa Senelamens, na ilibuka Jumanne asubuhi siku ya leo kwamba mtu wa Leeds alikuwa mmoja wa majina mawili ambayo yanazingatiwa na Jason Wilcox na Co. Kwa hiyo haikuwa rahisi United kumnunua Romero au beki mwingine yeyote wakati huu wanapojaribu kuleta wachezaji wengi katika maeneo muhimu kwanza. Soko la majira ya joto linapoongezeka, mbinu iliyopimwa ya United inaonyesha hamu ya kuongezwa kwa viwango vinavyolengwa vya thamani ya juu badala ya kusajili vichwa vya habari, jambo ambalo umiliki ungependa kuliepuka kwani halikusaidia hapo awali. Asante, mimi ni Ali Swale Mshana na hii ni Talent Media.